Epo Makonda chinja ng'ombe 400 wananchi kula nyama bure. Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda anatarajia kuongoza viongozi wakazi wa Arusha na wananchi wa Arusha kutoka maeneo mbalimbali kwenye zoezi la kuchoma na kula nyama bure katika eneo la Mnara wa Saa Clock Tower jijini Arusha, ikiwa ni sehemu ya shamla kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Ng'ombe zaidi ya 400 pamoja na mifugo mingine imechinjwa na kuchomwa ili kumpa fursa kila mwananchi atakayefika katika eneo hilo kufaidi huduma hiyo isiyo na malipo. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda anatarajia kuongoza viongozi wakazi wa Arusha na wananchi wengine kutoka Arusha maeneo mbalimbali kwenye zoezi la kuchoma na kula nyama bure katika eneo la Mnara wa Saa Clock Tower jijini Arusha, ikiwa ni sehemu ya shamla kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Aiba eleni za bilioni 2 na kuzimeza tumboni. Mwanaume mmoja aitwaye Jonathan Lawrence Gida mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa Florida nchini Marekani, anakabiliwa na mashtaka ya uwizi baada ya kuiba vitu vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2 za Kitanzania katika duka la Tifa Company Limited na kuamua kuvimeza ili kupoteza ushahidi. Polisi wa Florida nchini Marekani wanasema mtuhumiwa huyo alinaswa kupitia kamera za duka hilo akichukua vitu hivyo na kujaribu kutoroka nao, lakini mpango wake ulikuwa baada ya maafisa usalama kuwahi kufika na kumkamata. Polisi walipomtaka atoe ushahidi wa vitu hivyo, alikanusha kuwa anavyo, lakini ripoti za kitabibu zinaeleza kuwa alihitajika kufanya uchunguzi wa kimatibabu ili kubaini ukweli wa madai hayo, ambapo madaktari walifuata taratibu maalum zilizosaidia katika uchunguzi wa kesi hiyo. Mtuhumiwa sasa anakabiliwa na mashtaka ya uwizi na kuharibu ushahidi, ambapo sasa mamlaka zinaendelea na uchunguzi ili kubaini kama ana uhusiano wa matukio mengine ya wizi wa vitu katika eneo hilo. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye mwanaume mmoja aitwaye Jonathan Lawrence Gida mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa Florida nchini Marekani, anakabiliwa na mashtaka ya uwizi baada ya kuiba vitu vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2 za Kitanzania katika duka la Tifa Company Limited na kuamua kuvimeza ili kupoteza ushahidi. Hassan Mwakinyo ajaachiwa majeruhi yapata nafuu. Kijana Musa Ali mwenye umri wa miaka 21, mvuvi na mkazi wa Sale jijini Tanga, anaendelea na matibabu hospitali ya mkoa wa Tanga Bombo, na kwa sasa amepata nafuu baada ya kushambuliwa nyumbani kwa bondia Hassan Mwakinyo alfajiri ya Machi 4 mwaka 2025 na kufikishwa hospitalini akiwa mahututi na majeraha mwilini. Akiongea hospitalini hapo, kijana huyo amesema Hassan Mwakinyo alinishambulia kwa kisu na kunifungulia mbwa 6 saa 12 alfajiri alipokuwa akiokota nazi zilizokuwa zimedondoka barabarani katika mtaa wa Sale anapoishi Hassan Mwakinyo. Mimi ni mvuvi, nafanya kazi baharini. Siku ya tukio niliamka kwenda kufanya kazi zangu kuchomeka nguzo maeneo ya Tanga Beach. Hii ni kazi yangu tu niliyokuwa nimepata siku hiyo. Nikiwa njiani nikaziona nazi zimedondoka barabarani, nikaanza kuziokota. Ghafla Hassan Mwakinyo akafika akiwa na kijana wake wa kazi, wakaniuliza, nazi umetoa wapi? Nikajibu, nazi nimeziokota. Mwakinyo akajibu, leo umeyakanyaga, na kuanza kunishambulia kwa kunipiga mtama na kuniburuza kuniingiza ndani kwake. Mimi nahisi nazi hizo zilikuwa zimetegwa. Hassan Mwakinyo wakati anaendelea kunishambulia akamwagiza kijana wake wa kazi kaleta kisu na kuanza kunikata mguu na kunivua nguo na kunifungulia mbwa waliokuwa anza kunijeruhi kwa zaidi ya lisali moja. Nikakaa pembeni nikiwa nimekata tamaa, ninasubiri tu kufa. Mara mwenyekiti baada ya katokea wakiwa na polisi, nikawasikia wanasema huyu mtu atakuwa amekwisha fariki. Kwa upande wake jeshi la polisi Tanzania mkoa wa Tanga limethibitisha kumshikilia Hassan Mwakinyo mwenye umri wa miaka 29, mkazi wa Sale jijini Tanga, kwa mahojiano kuhusiana na tuhuma za kushindwa kudhibiti mbwa wake ambao walimshambulia na kumjeruhi Musa Ali mwenye umri wa miaka 21, mvuvi na mkazi wa Sale jijini Tanga. Tukio hilo limetokea nyumbani kwa Hassan Mwakinyo baada ya mbwa wao kuachiliwa huru katika eneo la nyumba yake. Ni taarifa kutoka Tanga. Hatimaye kijana Musa Ali mwenye umri wa miaka 21, mvuvi na mkazi wa Sale jijini Tanga, anaendelea na matibabu hospitali ya mkoa wa Tanga Bombo, na kwa sasa anapata nafuu baada ya kushambuliwa nyumbani kwa bondia Hassan Mwakinyo
alfajiri ya Machi 4 mwaka 2025 na kufikishwa hospitalini akiwa mahututi na majeraha mwilini. Wafungwa chini ya miezi 6 watapiga kura uchaguzi wa mwaka 2025. Katibu wa halmashauri kuu NEC ya Chama cha Mapinduzi CCM itikadi, uenezi na mafunzo CPA Amos Makalla amezungumzia mabadiliko mapya ya sheria kuhusu haki za wafungwa kupiga kura, ambapo amefafanua kuwa kwa sasa wafungwa wenye vifungo vya chini ya miezi 6 wataweza kushiriki katika uchaguzi wakiwa gerezani. Amos Makalla amesema lakini pia wasimamizi wa uchaguzi badala ya kuwa viongozi watakuwa maafisa waandamizi wa umma. Lakini mabadiliko yako mengi ni kwamba katika sheria hata wafungwa watapiga kura. Narudia, kama mlikuwa mjui, ndiyo mabadiliko ya sheria. Wafungwa ambao kifungo chao hakizidi miezi 6 watapiga kura wakiwa magerezani. Hivyo ndivyo upande wa Zanzibar wanaita vyuo vya mafunzo, ndio magereza yenyewe na maabusu. Makalla ameendelea kusema kuwa hayo siku ya Alhamisi Machi mwaka 2025 wakati akizungumza na wananchi pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM katika mkutano wa ndani uliofanyika kwenye uwanja wa Toto Tundu uliopo Segerea, wilaya ya Ilala, Dar es Salaam, ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake ya siku 5 mkoani Dar es Salaam. Aidha, CPA Amos Makalla ameeleza kuwa ni muhimu kwa wataalamu wa sheria kuwa na ufahamu wa mabadiliko haya ya kisheria, kwani bado kuna baadhi yao ambao waoni umuhimu wa haki hii mpya kwa wafungwa. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye katibu wa halmashauri kuu NEC ya Chama cha Mapinduzi CCM itikadi, uenezi, mafunzo CPA Amos Makalla amezungumzia mabadiliko mapya ya sheria kuhusu haki za wafungwa kupiga kura, ambapo amefafanua kuwa kwa sasa wafungwa wenye vifungo vya chini ya miezi 6 wataweza kushiriki katika uchaguzi wakiwa gerezani. Tundu Lissu atoa kauli ya kuna mwanamke aliyekaa meza kuu Chadema. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu akiongea kwenye maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyoandaliwa na BAWACHA jijini Dar es Salaam, Tundu Lissu ametoa kauli na kusema nataka niwakwaze sisi wenyewe tukoje, ili jopo ambalo leo lipo meza kuu ukiacha mie, baada ya leo hawatakaa meza kuu tena. Uongozi wetu wa chama wa juu ukoje, kamati kuu yetu ikoje, kwa sababu umuhimu wake kwenye uongozi wa kuu wa chama ni klabu ya vijana wa kiume. Naomba tuulizane viongozi wanachama wote tuliopo hapa, mara ya mwisho tuliona lini wanawake wakikaa meza kuu? Sikumbuki kama nimewahi kuona wanawake wakikaa meza kuu kwenye chama hiki. Tusionyeshe vidole kwa hawa ambao wameongoza nchi yetu kwa miaka yote hii, ni vile vile tuonyeshane vidole na sisi wenyewe. Ni maneno ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu akiongea kwenye maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyoandaliwa na BAWACHA jijini Dar es Salaam. Tundu Lissu ametoa kauli na kusema nataka niwakwaze sisi wenyewe tukoje, ili jopo ambalo leo lipo meza kuu ukiacha mie, baada ya leo hawatakaa meza kuu tena. Uongozi wetu wa chama wa juu ukoje, kamati kuu yetu ikoje, kwa sababu ya umuhimu wake kwenye uongozi ukuu chama hiki klabu ya vijana wa kiume tu. Naomba tuulizane viongozi na wanachama wote tuliopo hapa, mara ya mwisho tuliona lini wanawake wakikaa meza kuu? Poland inataka wanaume wote wazima waende jeshini. Serikali ya Poland imepanga kuwataka wanaume wote wazima nchini humo kushiriki mafunzo ya kijeshi ili kuimarisha ulinzi wa taifa hilo, ambapo waziri mkuu wa Poland Donald Tusk amesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati mpana wa kuhakikisha Poland inakuwa na uwezo wa kisasa wa kujilinda dhidi ya vitisho vya nje. Wakati huo Tusk ameongeza kusema kuwa Poland inapaswa kuwa na silaha za hali ya juu, ikiwemo uwezekano wa kumiliki nyuklia na silaha nyingine za kisasa zisizo za kawaida. Hili linakuja wakati ambapo nchi hiyo inaongeza bajeti yake ya ulinzi na kuimarisha mawasiliano ya kijeshi na mataifa washiriki. Mabadiliko haya yanachochea hali ya usalama barani Ulaya, hasa mvutano unaoendelea kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi. Vile vile msimamo wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Urusi umeongeza wasiwasi wa Poland inaohofia kupungua kwa uungwaji mkono wa NATO katika ukanda huo. Aidha, serikali ya Poland
inasisitiza kuwa kila mwananchi anapaswa kuwa tayari kulinda taifa lake, huku mafunzo haya yakitarajiwa kuwa ya lazima kwa wanaume wote wazima nchini Poland, ingawa hadi sasa bado haijafahamika ni lini hatua hii itaanza. Rasmi taarifa kutoka Poland. Hatimaye serikali ya Poland imepanga kuwataka wanaume wote wazima nchini humo kushiriki mafunzo ya kijeshi ili kuimarisha ulinzi wa taifa hilo, ambapo waziri mkuu wa Poland Donald Tusk amesema hatua hiyo ni sehemu ya mikakati mpana wa kuhakikisha Poland inakuwa na uwezo wa kisasa wa kujilinda dhidi ya vitisho vya nje.